أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, ndugu watazamaji wa Sana TV pamoja na Bichamo Online TV, leo hii majlisi yetu itazungumzia al-udhiya. Udhiya tunazungumzia kwa sababu ni ibada ambayo si muda mrefu tumeimaliza kuifanya au si muda mrefu tumeifanya. Kwa hiyo iko haja, baadhi ya wanafunzi wakasema, jamani, ustadhi zungumzia udhiya ili iweze angalau watu kutanabahi, wengine kujikumbusha kwamba hii udhiya ni nini, kwa sababu inawezekana tunachinja kila mwaka lakini hatujui hii ibada ina uzito gani na ina ulazima gani na ni kwa ajili ya watu gani na watu gani. Al-udhiya tunaambiwa maana yake ni al-adahi, ni kichinjwa. Jamaa udhiya, wingi wake ni udhiya. Wayajuzu kasriha wa yuqal dhahiya au dhihiya, jamauha dhahaya kwa watu wa lugha. Sasa hapo, yani hapo ndo tunazungumzia watu wa lugha, nafikiri watakuwa wameelewa haya maneno. Udhiya maana yake ni nini, kwa wingi, kwa umoja hivyo. Fa ismuha mushtaqun min alwaqti alladhi shuri'a bad'i dhabhiha fihi. Imeitwa udhiya kwa sababu ya ibada hii inaendana na wakati na muda. Haifanyiki tu labda saa 8 mchana, haifanyiki tu labda saa 1 alfajiri, saa 1 asubuhi au saa 11 alfajiri ya Idi. Hapana, ina muda wake ambao ni wakati wa dhuha. Kwa hiyo bila shaka kwa watu wa lugha tukapata neno udhiya ni ibada inayofanyika ndani ya wakati wa saa 1:30, saa 2:30. Hapo kuna swala huwa inaitwa salatu dhuha. Sheikh Hussein, umesikia hiyo? Huwa kuna ibada asubuhi, jua lishatoka likinyanyuka tu hivi, basi inaitwa dhuha. Ile ni mida wa dhuha, hata ndani ya Qur'an, wa dhuha wal layli idha saja. Allah amewahi kuapia muda huu wa udhiya, muda ambao ndio wa kuchinja. Nafikiri mtazamaji hapo hata kwa juu utakuwa umenielewa kwamba hii ibada ina maana gani au jina lake ni lipi. Kwa hiyo imepata jina hiyo la udhiya kutokana na wakati wake. Ibada hii inafanyika asubuhi, mida ya dhuha, mida ya udhiya, alladhi shuri'a bad'i dhabhiha fihi, yani muda ambao umeambiwa ndo muda wa kuanza kuchinja katika muda ule, sababu tuna muda pengine hata siku 3. Baadhi ya madhahibu wanaruhusu hivyo, kuchinja ni kuanzia mida hiyo ya dhuha mpaka muda wa siku 3. Wa bihadha summiya Eidul Adha, na kutokana na hiyo kutokana na kuchinja huo katika muda huo, hata idi yenyewe kaitwa udhiya, Eidul Adha. Hussein, idi imepata jina Eidul Adha, idi ya kuchinja muda wa saa 1:30, muda wa saa 2 yaani wakati jua limepanda pale, basi mida hiyo imeitiwa mpaka idi yenyewe imeitwa Eidul Adha. Wa yaumul adha, na siku hiyo nzima ikaitwa jina hilo yaumul adha, yani mpaka siku yenyewe ikaitwa adha. Idi sikukuu ikaitwa adha kutokana na kuchinja katika muda huu wa dhuha. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fasalli, anasema fasalli lirabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Hii ni suratul Kauthar aya ya 2. Wa fi sunnat kathira, lakini pia katika hadithi ziko hadithi nyingi ambazo zimeelezea hili. Wa fil Bukhari wa Muslim annahu sallallahu alayhi wasallam, katika sahihi Muslim na sahihi Bukhari, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, kana yudhi bikabshaini, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akichinja kabshaini,
akichinja kondoo wawili, amlahaini, lakini kondoo wenyewe ambao hawana dosari, amlahaini, softi manyoya yao, hawana sehemu wana kidonda wala nini, aqranaini, lakini wenye pembe zilizonyoka hazijakatika katika. Wa fi musnadi, na katika musnad, annahu sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, qala, amesema, man kana lahu saa, yeyote atakayekuwa na fursa na nafasi, ana uwezo, yeyote mwenye uwezo, walam yudahi, alafu akawa hajachinja. Sikizeni mtume, sikizeni mtume, ndugu zangu Waislamu, anapotuambia man kana lahu saa, yeyote mwenye uwezo wa kuchinja, walam yudahi, na akawa hajachinja kwa sababu zozote zile tu, fala yaqrabanna musallana, asisogelee msikiti wetu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu Waislamu, hii hadithi kidogo inatisha. Yeyote ambaye ana uwezo wa kuchinja ng'ombe, mbuzi, kondoo, alafu akawa idi hii hakuchinja, ila yeye alichofanya ni kwenda kuchukua nyama tu msikitini au wapi, mtume anasema fala yaqrabanna musallana, asikaribie msikiti wetu. Sasa mtume akufukuza msikitini maana yake nini, Sheikh Hussein? Mtume akikwambia wewe usikaribie msikiti, usisogelee msikiti, wewe ni nani sasa? Bwana, ni kosa kubwa sana hilo, kwamba usogee hapa. Wewe na maana sio Muislamu au? Yaani lazima ujiulize kwamba wewe kuzuiwa kuja msikitini kisa hujachinja, utakuwa katika daraja gani? Sana kuomba mtazamaji ujifikirie wewe mwenyewe kwamba mtume akikwambia kwamba kama hujachinja makusudi, wakati uwezo wa kuchinja unao, una uwezo wa kudunduliza ukaweka kwa mwaka ukachinja mbuzi wako, mtume anakuambia fala taqrabanna musallana, usisogelee msikiti wetu. Hadithi sahihi. Ndugu mtazamaji, hali kidogo inatisha. Waislamu wengi tumekuwa juu ya ibada hii, hatuichukulii tena kama ni anaweza kuifanya mtu yeyote. Hapana, tunachukulia ni watu matajiri wenye uwezo mkubwa sana. Sasa hivi tumevuka hata matajiri wenyewe wa nchini hapa wachinji, wanachinja wa kutoka nje, ndio wanakuja hapa wakanunua ng'ombe wakachinja. Kwa hiyo Waislamu wa ndani ni kwamba ibada hii wamewaachia watu fulani. Mabwana, hebu tuwe na tabia kama za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu watazamaji, siku moja masahaba bwana walimwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakimlalamikia. Hawa masahaba walikuwa ni wale ambao hawana uwezo wa kiuchumi, hali yao kimaisha sio nzuri. Wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur, hawa matajiri au mabilionea wanatumalizia ujira mkubwa wanapata wenzetu, wakitakiwa labda kuchinja wanachinja wao mangamia, mang'ombe, mambuzi, makondoo, wanachinja wao tu. Shekhe, ukisema kwamba jamani inunuliwe kisima, wananunua kisima wao. Ukisema sijui inunuliwe silaha, wanachangia wao wenye hela. Ya Rasulullah, tunakuomba na sisi tusokuwa na uwezo ututafutie ibada ya kufanya angalau hata tulingane nao, sababu kila kitu wanafanya wao kwa sababu wana uwezo wenzetu. Ndugu zangu watazamaji, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawafundisha ibada ya kufanya maskini ambao hawana uwezo. Kwa mfano kama hapo wetu ambao hawana uwezo wa kuchinja, wangekuwa na uchungu, wanajisikia vibaya, mpaka wanatafuta ibada gani wafanye iweze kukava pale kuliko kushangilia nyama tu. Si mnaelewa watazamaji? Wale walikuwa ni waumini, watu wana imani, wanamlalamikia mtume kwamba na wao watafutiwe ibada ya kufanya, wao kama maskini, wao kama marofa, wao kama watu wasiokuwa na hali, kwa sababu hawezi kuitakiwa michango, hela hawana. Ikichakiwa siku kununua nini, hawana hela. Isipokuwa matajiri ndio wanafanya. Kujenga msikiti wanajenga wao matajiri, kila kitu. Sasa mtume akawafundisha ibada yao. Isikilize hii ibada. Mtume akasema, semeni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Wakati wao wakiwa wanatoa sadaka, nyinyi mfanyeni adhkari. Sasa vichekesho siku hizi, utashangaa ukienda msikitini kwetu, baada ya swala inahitajika labda mchango au sadaka, labda kuna ujenzi au kuna nini, basi unaona Waislamu wote wanatoka, watu wenye uwezo wanatoa 10,000, 10,000, elfu ngapi, au wengine wote wananyanyuka wanaondoka zao.
Hata hiyo kumuona akichukua tasbihi akakaa pembeni na afanya adhikari labda subhanallah walhamdulillah kama alivyoelekeza Mtume, hawafanyi hivyo. Kwa hiyo hawajisikia hata uchungu wenzao wakiwa wanatoa sadaka, wao hawatoi. Ndio hali ya sasa hivi ilivyo. Basi ndugu zangu katika imani, tujaribu kuwa na kwa nini sisi tushindwe? Na tumuombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe mwakani kila mmoja atafute mnyama wake, kwa sababu man amila salihan falinafsihi. Kuzungumza hivi sina maana ninapiga vita wanaokuja kufanya ibada, kwa sababu wanakuja kufanya ibada ni ibada wanafanya kwa ajili ya Allah, na wanafanya hivyo kwa sababu janna ni ghali. Mtazamaji, janna ni bei mbaya. Ndio maana unaona wanatoka huko Maulaya wapi, Uturuki wapi, wanakuja huku kununua ng'ombe waweze kununua janna. Wao wananunua janna, wale walengwa wale ambao wanatoa hela zao kuwatuma hawa wanaotuletea, wale lengo lao yabtaghi mardati Allah, wao wanatafuta kumridhisha Mungu. Sasa ndugu yangu, na wewe ambao unaletewa nyama huku usibweteke. Ndio maana darasa langu la leo kutaka kuambizana kwamba jamani, wale pale wako sahihi kuleta nyama, kwa sababu wanakuja kufanya ibada huku, kwa sababu watu wasiokuwa na uwezo wa kununua mbuzi wako wengi huku kwetu kuliko kwao. Kwao watu wengi wanamwogopa Mungu, hata hizo nyama wazitaki, kwa sababu wao wanasema mimi na uwezo na chinja mwenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku inabidi walete huko Afrika kwetu huku, ambapo tunafikia mpaka tunapigana, tunagombana, subhanallah, kwa ajili ya hizo nyama. Lakini hakuna mwenye uchungu wa kusema mimi mwakani nitachinja. Sisemi ni haramu kuchukua hizo nyama. Hizo nyama ni sadaka kwa tawataja watu ambao wanastahili kula hizo nyama katika darasa hili inshallah. Ndugu watazamaji, wa ajma ahlul ilm au ulama ala mashru'iyatiha, wanawachuoni wamekusanyika juu ya ulazima wa hii sheria ya kuchinja. Wakhtalafu fi wujubiha, lakini kwenye ulazima wake baadhi ya wanachuoni wamehitilafiana. Wengine wanasema sio lazima, sio lazima sana, na wengine wasema hapana, ni lazima. Umeona? Fadhahaba Abu Hanifa, watu wa madhahibu ya Abu Hanifa anasema ila wujubiha, ni lazima. Wa yarwa dhalika an Malik, yani nimepokea hiyo kutoka kwa Imam Malik. Wa dhahaba jamhuri ulama, na pia kongamano la wanazuoni wa minhum Shafi'i rahimahullah, akiwemo Imam Shafi'i wa Ahmad na Imam Ahmad, ila annaha sunna. Wao wanasema kuchinja ni sunna muakkada, tena ni sunna ambayo ni lazima, imelazimishwa ala kulli qadirun alaiha min almuslimin, kwa kila muislamu anayeweza kuchinja. Waislamu wengi wa Tanzania sasa hivi tuna uwezo wa kununua mbuzi mmoja, kwa sababu hali ya maisha ya Watanzania imebadilika. Miaka ya nyuma tulikuwa wengi ambao hatuwezi kuchinja. Kwa nini? Tulikuwa tunaishi chini ya $1. Ndugu Muislamu, muogope Mwenyezi Mungu. Wewe huyo ambaye anasimama kuchukua nyama za kuomba ambazo za kupewa na wageni, ni kwamba ni mtu ambaye una simu ya milioni 2 mkononi, una maisha mazuri tu. Siku za kawaida huo na kawaida kwenda bucha, unanunua ng'ombe, unanunua subhanallah, unanunua mbuzi, unanunua nyama ya mbuzi, unanunua maini, unanunua nyama kilo 1,300 sasa hivi buchani, ni ghali. Lakini wewe nyumbani kwako watoto wanakula nyama shekhe kila siku. Umeona? Ukijiona hivyo, katika siku za kawaida familia yako ilikuwa inaenda buchani kununua nyama. Wewe huna sifa ya kwenda kuomba nyama siku ya Eidul Adha. Wewe una sifa ya kudunduliza ukanunua mbuzi.